Naitwa Edita Paulo Mwenda, ni mjasiriamali na kanga miogo, nakaa Temboni, mtaa Kimarabi. Unafahamu mgombea wa udiwani katika kata hii ya Saranga anaitwa Sanga. Unafahamuje mgombea huyu? Namfahamu Sanga kupitia rafiki yangu, ndio nilianza kumfahamu. Rafiki yangu ni jirani yake. Amekuwa kijinadi katika sera mbalimbali za kugombea udiwani katika kata hii. Unadhani akipewa uongozi Saranga itakuwa ni aina gani? Wewe umesema unafahamu vizuri. Kwa matumaini yangu Sanga atatufanyia mambo. Kwa sababu kijana bado kijana mdogo, msomi, anaonekana ni mchapakazi. Japo sina uzoefu nao kivile, lakini inaonekana Sanga ni mchapakazi. Unadhani mabadiliko ataweza kuleta maendeleo katika kata hii? Ataleta kushirikiana na wananchi. Unajua ushirikiano ndo unaofanya hata mtendakazi afanye kazi zake kwa ufasaha. Wewe binafsi uko tayari kumpa ushirikiano wako? Niko tayari kumpa ushirikiano Sanga. Amekuwa kaidi vitu vingi sana, lakini kwa hivi vitu hivyo kuna wengine wamekuwa wana ukakasi kidogo, lakini pia baadhi ya wananchi wamekuwa kihamasika ni vitu ambavyo haleti maendeleo katika jamii, hasa kuandamana. Vitu kama hivyo unavyonaje masuala ya kuandamana? Kuandamana sio mazuri kwa sababu muafaka ni kukaa meza moja kusikilizana kinacho kusema, yani kukaa pamoja kujadiliana na kufikiana muafaka. Kuandamana sio suluhu. Unaona gani kwa watu ambao wanahamasisha masuala ya kuandamana, mambo yasiyokuwa na faida kwa jamii? Au wanaohitaji kuandamana kitu cha kuandamana hakina faida yoyote katika jamii. Jamii ni kukaa pamoja na mgombea, kama atapita atakuwa diwani, kukaa pamoja na diwani kueleza kero zetu zinazokuwa ndani ya uwezo wake azitekeleze, zitakazokuwa kwa mbunge hazipeleke yeye kwa mbunge. Umejiandaje kwa Oktoba 29 kwenda kushiriki? Tunaona mambo mengi sana. Wewe kama wewe binafsi ukijisemea wewe umejiandaje kwa Oktoba? Mimi nimejiandaa kwenda kutiki. Labda litokee tatizo kubwa ambalo litashindikana nisiende, lakini kwenda mimi naenda. Tunaona unafanya biashara ya kuuza chakula hapa. Biashara yako unaionaje? Biashara yangu ipo, yani sio biashara ambayo ina kivile inaenda inasuasua, unajua. Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi baada ya kuingia kiwapo atapata ridhaa kuwa rais wa kuongoza wananchi wa Tanzania. Atatoa pesa kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo. Umelionaje ili kwa kweli umejisikiaje? Yaani najisikia vizuri. Kama wafanyabiashara ndogo tutawezeshwa kupata mitaji ya kufanya biashara zetu, kupewa labda hata mkopo usio na riba, utatusaidia. Mimi kama mjasiriamali nitahamasisha mpaka na wateja wangu, majirani zangu nitawahamasisha waende wakapige kura. Kwa sababu ameahidi kwamba hata wajasiriamali wadogo atatuwezesha. Tunashukuru atakapotuwezesha. Pia na majiko ya gesi tunaumia. Si unaona kuni, mlundiko na wakuni hapo. Vifua. Moshi unatuumiza. Tukipatiwa majiko ya wajasiriamali wote wadogo wenye biashara za tunazotumia kuni, atatusaidia sana. Mwisho basi kwa Tanzania wanakutizama, wana Temboni wenzako wanakutizama sasa, neno gani unawasihi kuelekea Oktoba 29 kwenda kutiki? Tunaona katika jimbo lenu kuna mgombea bunge Mheshimiwa Angela Kairuki, lakini diwani ndio huyo Mheshimiwa Sanga, mgombea wa udiwani, lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa wewe una neno gani kwa wana Temboni wenzako kuelekea Oktoba 29? Na wahamasisha wana Temboni wote, asiyekuwa na pingamizi lolote kwa siku hiyo la kuumwa au sio la nini, aende akapige kura akatiki. Ndio. Biashara unaionaje? Namshukuru Mungu inaenda salama. Mnauza lakini? Namshukuru Mungu napata riziki. Unamwonaje rais wako anayeongoza nchi sasa? Namuona yuko sawa. Wewe ni mfanyabiashara mdogo, mjasiriamali, lakini tunaona Mheshimiwa Rais ameahidi vitu vingi vizuri kwa upande wenu, nini itakawezesha kwa upande wa pesa. Umeonaje ahadi yake ya Mheshimiwa Rais? Tunasubiri utekelezaji. Tunasubiri utekelezaji. Ndio. Umejiandaje lakini kuelekea Oktoba 29? Kwa sababu hilo mpe kura wako kishinda ndio kufanya mambo haya. Wewe kama wewe umejiandaje kuelekea Oktoba? Nimejiandaa kwenda kupiga kura. Au utahamasika labda na wewe kujichanganya na watu wengine ambao wanafanya mambo sio mazuri ya kuandamana, kugoma kwenda kupiga kura? Hauko kwenye upande wa watu hao? Hapana. Unawashauri watu ambao wanafanya mambo kama hayo ya kugoma kwenda kupiga kura kuandamana? Neno gani kwao? Ninawashauri wasiandamane kwa sababu taifa litakuwa na mvurugano. Na ambao wataki kupiga kura na waonaje? Neno gani kwao labda ambao hawajisikii kwenda kupiga kura?
tunawashauri wakapige kura, wakachague rais na kiongozi wanaomtaka wenyewe. Zaidi ya kwenda tu kupiga dakika moja unarudi kuendelea na kazi na shughuli zako. Una neno gani kwa wafanyabiashara wenzako, labda hiki kitu labda hawajasikia kuhusiana na ahadi ya Mheshimiwa Rais kwa kuwawezesha wafanyabiashara wadogo? Kwa wafanyabiashara ambao hawajasikia issue kama hii, wape neno lolote labda na wao waweze kufahamu. Nawaambia wafanyabiashara wenzangu, tumsikilize mama na ahadi zake azitekeleze ili tuwe pamoja na yeye. Neno langu na washauri tarehe 29 Oktoba wakapige kura. Hapa tukapige kura wote. Kwa hiyo unahamasisha Oktoba tukapige kura. wote. Ndio.